Bonga TV siku zote. Once again my people, tena ground imeita na kama kawa kama dawa, ground ikicall Bonga TV lazima ifike. So tumefika mali Karis anakaa. Ukiangalia nyuma yangu po unapata ni kama kuna sherehe, kuna bash. Jamaa, kama na mimi nikwambie sherehe ni ya nini? Kazi ile mlifanya kwa Baru, mkisema we want Karis, ilizaa matunda. Lidia kutoka huku Mathare. Karis ni boss yangu, alikuwa ameabductiwa pale juu kwa Water Point na sasa hii amerudi. Sasa hii niko na furaha, lakini naomba serikali msirudie hivyo tena. Hata kwa watu wale wengine. Kwa majina yangu ni Peris Wapoi Kalioki, mimi ndio bibi ya Kalis, JM Kalis, na tunafurahia sana na tunashukuru Mungu juu ya vile bwanangu alipatikana. Juu si ni ngumu sana mtu kuadoptiwa alafu apatikane. Pia watu wale waliandamana kitu. Wenye mliandamana mlifanya poa. Enyewe we are supposed to ask for our freedom, for our human rights. Na serikali mtuheshimu tu sisi human rights. Human rights to be observed. Mlinja kwa barabara mkasema we want Karis. Umesema no Karis no peace. Mulisema kila kitu. Haya, Karis amefika. Karis, watu wako wanataka kujua. How was it? Nini ilifanyika? Venye ilifanyika haraka sana kama movie, sikuweza kutambua ni nini ilifanyika kwa nilishikwa tu ghafla. Na nikafungwa macho na nikapelekwa mahali nilipelekwa na nikarudishwa mpaka siku ile niliachiliwa, nilikuwa tu nimefungwa tu macho. Kwa hivyo siwezi kuambia nini iliendelea. It was like a movie. Though mimi nimesema leo naacha nipatie watu wangu shukran, cause kama si wao na maombi yao mimi sijui ningekuwa wapi, cause you never know, Mungu alikuwa na mpango yake mimi nirudi, lakini pia hujui mpango mwingine ilikuwa namna gani. Kwa hivyo mimi nimesema leo naacha tushukuru watu wengi tu, cause kama si wao maombi yao na kunisikilia kwa hizo siku zote nilikuwa si huko, sijui ingekuwaje. Kwa hivyo mimi napiga shukrani hapa kwa wana Mathare 3C na Mathare constituency at large, cause pia media ilicheza part yake, angalau ikaweza kupeana the other side of the story, cause mimi ni mfanyabiashara, sikoseagi mtu. Nikiamka asubuhi niko na schedule yangu 1 2 3, nikimaliza naenda kupumzika. Kwa hivyo mimi niliona kama si watu walinisaidia sijui ningekuaje. Nashukuru. Kuna watu wengine wako hapo nje wanaweza taka kujua kwa hiyo situation ilikuwa aje. Kuna wengine watu wakiongea wana imagine labda alipigwa, wengine wanasema amefanyiwa vitu mingi. Kulikuwaje? Walikalisha tu chini mahali wamekufunga, walikuwa wanataka nini? Kusema ukweli, there was no interrogation na hakuna ile kitu iko the moment uko mahali na familia yako haijui mahali uko, it is known as mental torture. The moment you are not physically active, hiyo ni physical torture. Na pia emotionally nilikuwa najua familia yangu inateseka. Kwa hivyo nilisikia mahali pabuzuri. Ndio Mungu ni mkuu. Kuna pesa walikuomba kama ransom ndio wakuachilie? Hakuna pesa niliomba. Kwa hivyo wewe, kulingana na wewe kama aspiring MCA, unadhani nini kubwa ilichangia hao watu kukuteka nyara? Inaweza kuwa now that tunaelekea msimu wa siasa, tunaweza sema ni political. Though we have got no evidence, it may be political. Because I don't think any other business opponent ama business competitor anaweza fika hiyo kiwango. Kwa hivyo it is maybe political but no evidence to support it. Yeah. Bado hii shughuli ya utekaji nyara inaendelea. Sasa tena tumepoteza kijana mwingine. Wewe kama kiongozi na mtetezi wa haki, ongelea hii maneno. Kulingana na katiba yetu, kila mtu ako na freedom ya kujiexpress. Kila mtu ako na haki ya kutotochwa. Kwa hivyo hata wakati now that this thing it is here to stay, hakuna haja ya kushikwa mtu incognito. Unashikwa na bila kuulizwa swali ama bila familia yetu yenye kujulishwa. Hiyo ni makosa kubwa sana kikatiba. Kwa hiyo tunaomba serikali angalau ijaribu kupunguza hii maneno. Angalau watu waache kuteseka. Because the moment mtu kijana mmoja ameshikwa, ameenda amefichwa mahali, maandamano imekuja, inaumiza hata
inaumiza mpaka raia. Unakuta raia amenyang'anywa kasimu kake, barabara magari zimepigwa mawe, au kunakuwa na zile demonstration. Kwa hivyo the impact ya ile loss inafuata pale ni loss kubwa sana. Kwa hivyo ile loss inafuata the moment somebody is abducted, the consequences are so negative. Yeah, kwa hivyo it should not happen this century, because we have got all the structures of the government whereby we can follow the aid strategies. That is the Kenya police, they can arrest me, they take me to a certain police station, they interrogate me, they look for investigation, and if I'm not I've done some mistakes, I can be produced in the court of law. And it shall be so smooth in a manner that it shall not disrupt the daily learning of the life of the other persons. Because at the end of the day, what we want, it is justice. And it should be done. And it should be seen as it has done. True. So unasema hii kitu inaka political. So kama inaweza kuwa political, bado una feel uko na ile power ya kusimama, ama unaona sasa ni kama uta step down? What is there? The whole episode gave me a platform, and I feel I have that the energy and the synergy to do much more. Because at the end of the day, I'm not vying for the purpose of me personally, but to help those who are destitute, who cannot speak on behalf of themselves. They made me the mouthpiece. I can speak on behalf of the other residents. Those who does not know the information, I can disseminate the information to them. Yeah. Shukuru watu wako, alafu tumalize. For the people of Mathare constituency, people of Kenya at large, the church fraternity, the media fraternity, I can't say much, but to say thanks. But much thanks goes to the God, because if he has got a purpose for me, and I see with the support of the people of Mathare, we can change this place for good. Thank you. Venye mmesikia na mmeona, shukrani kwenyu nyinyi, na Karis amerudi in one piece venye mulitaka. Inamaanisha together as one, and together tutafanya. Na usisahau Karis amesema bado ako kwa kinyang'anyiro. If it was political, hataki kujua. So tujeni sisi wote tuendelee kusherekea kupatikana kwa Karis, na tusahau kuendelea kupigana na vita abductions na kesi zingine kama hizo. Thank you so much. Na usahau follow Bonga TV. Bonga TV siku zote. Bonga TV siku zote.